Ujambo mtazamaji, natumai hali ni shwari popote pale ulipo. Saa 10 zimegonga ndipo saa za Afrika Mashariki, na kama ibada KBC Channel 1 hatuna budi kukujuza yale ambayo yamekuwa kijiri katika magatuzi mbalimbali katika taarifa zetu za Kurunzi Mashinani. Jina langu ni Sheila Kayaro Yogo, karibu. Na Rais William Ruto na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga alasiri ya leo walitia saini mkataba wa makubaliano ambao kupitia kwake vyama vyao vitafanya kazi kwa pamoja. Mkataba huo wa makubaliano ulitiwa saini katika jumba la mikutano la kimataifa la KICC jijini Nairobi katika hafla iliyohudhuriwa na wabunge wanaoegemea mirengo ya viongozi hao wawili. Kupitia mkataba huo, vyama vya UDA na ODM vitagawanywa miundombinu ya kisiasa kuhusu masuala yenye umuhimu kwa taifa. Pia vitawatumia wataalamu wao kwa mashauriano kuhusu masuala ya utawala wa taifa. Katika hotuba yake, Rais Ruto alisema lengo la kujiunga pamoja ni kuwaleta Wakenya pamoja na kulibadili taifa hili. Na mpenzi mtazamaji, tulikuletea matukio hayo mbashara, na pia tutakuletea taarifa zaidi mwendo wa saa 1 kamili katika taarifa zetu za Darubini, na pia mwendo wa saa 3 kamili. Na tukisonga mbele ni kwamba idadi kubwa ya wanaume wanagunduliwa kuwa na saratani ya tezi katika eneo bunge la Mwingi Magharibi, kaunti ya Kitui, imezua wasiwasi miongoni mwa wanaume. Wakati wa kambi ya matibabu iliyoandaliwa na idara ya matibabu katika kaunti ya Kitui kwa ushirikiano na wakfu wa utalii wa matibabu barani Afrika AMREF, afisa mkuu wa matibabu ya umma katika kaunti ndogo ya Mwingi Magharibi, Joseph Kimwele, alifichua kuwa wanaume 4 kati ya 10 waligunduliwa kuwa na saratani ya tezi. Kimwele alisisitiza umuhimu wa kujitokeza kwa uchunguzi wa mapema, akisema wale wanaogunduliwa kuwa na dalili za saratani wanapelekwa katika hospitali ya level 4 kwa matibabu maalum. Walionufaika walisifia kambi hiyo ya matibabu, wakisema imewapunguzia mzigo wa kutembea mwendo mrefu kupata huduma za matibabu. Katika ile overall population ambayo tumepima, especially cancer, na naongea like prostate cancer, it is like out of every 10 men unakuta 4 they are suggestive, kwa sababu tunatumia RDT ambayo tunaita PSA. Nimeshukuru sana kwa kuona hao watu wamekuja wa AMREF kusaidia watu, wametibiwa hapa, kila mtu ameenda akiwa sawa kwa kila kitu. Ningewahimiza pia waweze kutembea sehemu zingine mbalimbali ili waweze kusaidia wananchi. Tukizingatia ushoroba huo wa masuala ya ugonjwa wa saratani, ni kwamba serikali ya kaunti ya Kilifi imezindua kituo cha matibabu ya saratani ambacho kitatoa huduma za gharama nafuu kwa wagonjwa. Kituo hicho pia kipya kinatarajiwa kuboresha huduma za matibabu katika kaunti hiyo na kaunti jirani. Akiongea wakati wa uzinduzi wa kituo hicho, waziri wa afya katika kaunti ya Kilifi Peter Mwarogo alisema kituo hicho kinaweza kuhudumia wagonjwa 30 kwa siku. Alisema wagonjwa wapatao 200 kutoka kaunti ya Kilifi na Tana River na Lamu tayari wamefaidika na huduma katika kituo hicho tangu kilipofunguliwa juma lililopita. CT scan zetu zimekuwa ni 9,000 mpaka 11,000. Na kama nilivyosema kwamba hizo ni mashine ambazo pia ni za chini. 16 slice ndio the highest ambao tuko nao hapa Kilifi katika private hospitals, ambao wale madaktari wengi wamekuwa kilalamika kwamba zile images wanazopata haziwatoshelezi kufanya ile diagnosis wanaotaka. Hivi sasa hata wale walikuwa wakienda kule private hospitals sasa wanakuja hapa. Kwa hivyo kuna msururu wa watu ambao wanangoja hizi services, ni kama watu walikuwa wanazikosa. Kwa hivyo hii ni huduma moja muhimu sana ambao tutakuwa tunapeana kwa watu wa kazi wa Kilifi. Tulikuwa tunapata shida, tulitaka CT scan mpaka tuende Malindi, na sangine mgonjwa anakuwa na hali mbaya kiasi afike Malindi, mgonjwa amefariki njiani.
Waziri wa uchumi wa baharini Hassan Joho ameagiza kusitishwa mara moja kwa shughuli za uchimbaji madini katika eneo la Jaribuni huko Kauma katika kaunti ya Kilifi. Hii ni baada ya wakazi kulalamika kwamba migodi hiyo inahatarisha maisha yao. Joho aliyekutana na wawekezaji wa sekta ya madini katika makao makuu ya gavana wa Kilifi alisema kampuni zote za uchimbaji madini hazina budi kuzingatia kanuni zilizoko, kuchangia katika ustawi wa jamii na kuweka mikakati ya kuhifadhi mazingira kabla ya kurejelewa shughuli hizo. Gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Mung'aro alisema ipo haja ya kulinda jamii zinazoishi karibu na migodi kutokana na hatari zozote zile. I will send here the Secretary for Mines, atakuja as early as it is possible, Governor, County Commissioner, MCAs, MPs, community leaders, mudae haki. The mining secretary will come and tabulate for you. Awaambie mnawadai hawa jamaa pesa ngapi. Waseme vile watalipa. Then you'll advise me, I will lift the suspension. But the notice will follow. But for now, no mining in that area. Wakazi wa kijiji cha Soroko eneo bunge la Lamu Magharibi wanakabiliwa na mzozo wa umiliki wa ardhi, huku wenyeji wakielezea hofu kuhusiana na madai ya kunyanyaswa na kupokea vitisho kutoka kwa wageni wanaodai kuwa wamiliki wa ardhi yao. Hali hiyo imeiacha jamii hiyo ikihangaika, huku wakihofia kupoteza ardhi wanayomiliki kwa zaidi ya miongo miwili. Kulingana na wakazi hao, wageni hao wamekuwa wakidai umiliki wa ardhi hiyo na kutishia maisha yao, huku wakiwalazimisha kuondoka katika eneo hilo. Sasa wanamnyoshea kidole cha lawama naibu chifu wa eneo hilo Nahashon Nyaga, wakidai anashirikiana na madalali kufanikisha utoaji na uuzaji wa ardhi hiyo kinyume cha sheria na kuwawacha hoi. Huyo subchief mwenye anamsema anajiita Nahashon Nyaga alikuja huku, tulikuwa tunamuona akaanza boda paka dakika mwisho tunamuona ndio amekuwa subchief. Sasa hii amekuwa hutoa wageni kutoka huko akawaleta huku kuwakabidhi mashamba ambayo tayari ya watu wamekaa. Badala ya kushikana na kutafuta haki kuwapatia wananchi wake, amekuwa ndio mstari wa kwanza, mstari wa mbele katika kuwanyanyasa watu wakazi wa huku kukosa haki zao. Sisi tumefuatilia mambo ya mashamba. Tumeenda kwa NRC. Juzi tumekutana na National Land Director. Tumeambiwa wanakuja on the ground, lakini inaendelea kuchukua muda. Tunashindwa, serikali inafanya nini? Kwa hivyo serikali watuhurumie, watupe makao yetu. Mtazamaji, kwa muda wa miaka mingi mito iliyoko katika kaunti ya Nairobi imegeuka kuwa mifereji ya maji taka. Lakini kwa baadhi ya wakazi wanaoishi kando ya mito hiyo, sasa kuna matumaini kufuatia mpango unaofadhiliwa na serikali na kunadhifisha mito hiyo. Vijana wasiokuwa na ajira katika maeneo hayo wanapata kipato kupitia shughuli za kusafisha mito hiyo. Ripota wetu Alvin Kaunda alitembelea maeneo hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Kwa muda wa miaka nenda miaka rudi, mito ya Nairobi imekuwa ikichafuliwa na mirundiko ya taka za plastiki, maji taka na taka inayotoka kwa viwanda. Mito iliyopaswa kuwasaidia wakazi kupata mapato kwa wakati mmoja imegeuka kuwa sumu, huku ikitelekezwa. Lakini katika kitovu cha mitaa ya Korogosho na Kamukunji kuna mabadiliko. Serikali imeanza kufadhili mpango wa kusimamia shughuli za kunadhifisha mito hiyo kupitia uongozi wa vijana na wanawake ambao walikuwa wametengwa na ambao hawakuwa na ajira. Hii river ikibomolewa, kuna wengine waliona wametupwa. Hata sisi tukalala nje na familia zetu, lakini kumbe ilikuwa na manufaa kwa rais. Hatukujua tutapata kazi. Tumesaidika sana na hii Climate Works as youth. We are very happy. Tuko busy, tumekuwa busy sana. So hakuna idlers. Vitu za drugs vijana wanaacha juu wako busy huku kazi.
Mpango huo huyapa makundi hayo sio tu fursa ya kuboresha mazingira, ila pia mbinu za kujipatia tija, kupata ujuzi na kujukumika katika kuleta mabadiliko katika jamii. This park used to be hosting bad vices like mugging, prostitution, illicit brew, drug abuse. Tungependa kuingia hapa kwa maji, tuisafishe, ikuwe safi, lakini sio safi sana. Hatuwezi ingia bila gumboots, the gloves, the protectors, things like the reflectors are not enough. So tukiweza saidiwa na vitu kama hizo, we can be ahead. Mbali na kuimarisha usafi wa mito hiyo na kujipatia mapato, vijana pia hupata mwelekeo wa maisha ambayo ni fursa nadra kwa vijana wa mitaa ya mabanda. It has employed 22,000 youths as at today. That is the three main levers. But now as we transit into the next phase of river regeneration, which will involve actual engineering works, that will involve widening of the river, deepening of the river, we will do a completely new trunk sewer line of 54 kilometers on both sides of the river from Naivasha roads all the way to Kariobangi through to Dadora. Hivi leo mito ya Nairobi sio tu ishara ya kutelekezwa, lakini ni ishara ya ukakamavu, umoja na matumaini. Ufadhili wa serikali umeleta mwamko mpya kwa vijana hawa na mabadiliko katika taswira ya mito ya Nairobi. Familia zaidi ya 5,000 katika kaunti ya Busia zimenufaika na miradi ya maji iliyozinduliwa hivi majuzi. Miradi hiyo katika vijiji vya Isongo na Bukakala katika wadi ya Marachi Magharibi pamoja na kijiji cha Busende, wadi ya Matayos imepunguza kwa kiasi kikubwa tatizo la uhaba wa maji ambalo huwa mbaya zaidi wakati wa kiangazi. Wakazi wamesema miradi hiyo imeboresha afya ya wakazi na kuinua hadhi ya maisha kwa jumla, mbali na kunusuru kiasi kikubwa cha fedha walichokuwa wakitumia kununua maji ya matumizi ya nyumbani na mifugo. We've saved a lot in terms of time, energy and even money, because at times we had to buy water from vendors who passed by. So actually we really want to appreciate, we want to say we are very grateful to the county government for doing this project for us. Saizi imetengenezwa, tumewekewa tiles, lakini hapo kitambo mvua ilikuwa ikinyesha, matope inajaa kwa maji. Ng'ombe pia zilikuwa zinaharibu, lakini kwa saizi iko sawa. Maji yako sawa, yanatoka mengi. Kitambo yalikuwa yanatoka kiasi. Since when it was commissioned, I think it has served us well. We've not seen any challenges. The water is just so sufficient. In fact, it's serving a bigger community base than we expected. Since it was opened up, I think it was open for everybody, because they have not been charging. So everybody coming all the way as far as Matayos town and above the Luanya side, they've been taking water from here. Mtazamaji, hebu tupunge hewa kidogo, lakini kwa sasa tazama makala yetu ya Je Wajua. Jiandaa kusherekea siku ya wanawake duniani hapo kesho. Je, wajua kuwa kuna baadhi ya jamii za Waluya nchini Kenya ambazo mila na desturi haziwaruhusu kula firigisi inayojulikana kama imondo katika jamii hiyo. Tangu jadi, firigisi ni sehemu ambayo hutengewa wanaume. Wanawake huandaa kitoweo cha kuku na kuwapakulia wanaume firigisi. Iwapo mwanamke ataila firigisi, itabidi tambiko lifanyike kumtakasa. Na nchini Uganda, wanawake wa jamii ya Bamasaba hawaruhusiwi kula kuku, desturi ambayo inazingatiwa sana katika mikoa ya Bududa na Namisindwa, miongoni mwa jamii ya Bunamulunyi na Bupoto. Wanawake hata hawawezi kuonja mchuzi wanapopika, na hivyo huwapelekea waume zao kuonja supu kubaini iwapo chumvi imekolea. Sasa wajua.
Naam, hayo ni makala yetu ya Je Wajua, na hapo kesho tarehe 8 mwezi Machi, siku ya Jumamosi, mtazamaji, tutakuwa tunaadhimisha siku ya wanawake duniani, na mojawapo ya malengo ni kuhakikisha kwamba kuna usawa wa kijinsia hata katika ulaji wa firigisi, ukipenda imondo. Naam, tuendelee. Serikali ya kaunti ya Mandera imezindua mpango kabambe unaolenga kukabiliana na athari za kiangazi kinachoendelea kusababisha hasara kubwa katika eneo hilo ambako viwango vya joto vimepanda hadi nyuzi 38. Mpango huo unajumuisha uchimbaji visima katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi kama vile kaunti ndogo za Mandera, Magharibi na Banisa ili kutoa maji kwa matumizi ya binadamu na mifugo. Gavana wa kaunti ya Mandera, Mohamed Adan Khalif, aliongoza uzinduzi wa mradi wa kuchimba visima hivyo. Alisema serikali ya kaunti imejitolea kutatua tatizo la uhaba wa maji katika eneo hilo. Alisema ipo mipango ya kuchimba visima vya dharura kuhudumia idadi kubwa ya mifugo ambao wanakabiliwa na hatari ya kuangamizwa na kiangazi kinachoshuhudiwa humu nchini. Sasa tulikuwa tunaenda maji kutafuta Ramo, Malkamari, huko Wangaitan, Elwak, ndio huko ulikuwa zamani wa Tarakin. Hata ilikuwa barabara hakuna. Nyumaye wakati kaunti ilifika, tumepata barabara, tumechimbiwa dam. Our main aim is to assess the drought, effects of the drought and the mitigation measures we want to put in place, because as county government we are the first line of response. It's our responsibility, and water is one of our functions under Schedule 4 of Constitution of Kenya 2010. Na wafungwa katika gereza la wanawake la Malindi walipata sababu ya kutabasamu baada ya wadau kuonekana kule na kuweza kuwasaidia katika shughuli za urembo. Huduma za urembo ziliweza kutolewa kama sehemu ya maandalizi ya siku ya wanawake ulimwenguni itakayosherekewa hapo kesho. Huduma hizo zilijumuisha mapambo ya kimwili, ususi wa nywele pamoja na kulainisha ngozi. Zililenga kuwapa motisha wanawake hao na kuwapa matumaini, huku wakijihisi kuwa sehemu ya sherehe za siku ya wanawake duniani itakayoadhimishwa hapo kesho. Licha ya kufungwa gerezani kwa makosa mbalimbali, wafungwa katika gereza la wanawake la Malindi walipata sababu ya kutabasamu, huku kundi la wahisani likiwapa huduma za urembo ikiwemo kuoshwa na kusukwa nywele, kukandwa miguu na mikono pamoja na kupakwa rangi kwenye kucha. Wengi wao huwa wanaona sisi tukiwa mahali kama hapa huwa tumeasi, hata hatufai. Tumejua kwamba mnatuenzi na mnatujali. Mungu azidi kuwabariki na azidi kuwainua, mzidi kutukumbuka, isiwe mwisho mbali ikawe ni mwanzo. Annabel Wairimu ambaye ni afisa mkuu wa gereza hilo alisifia hatua hiyo akisema ina manufaa makubwa katika kuwapa moyo wafungwa hao. Hawa mama ni dada zetu, ni kina mama zetu, na stakeholders wanapokaa like this, jinsi wamekuja siku ya leo kuwarembesha, hata nao ile the self-esteem inakuwa ya hali ya juu. Hatua hiyo ilifadhiliwa na shirika la Joe Hairworks. Shughuli na International Women's Day zinaoana kivipi? Kwa sababu ni siku ya wanawake. Na wanawake kule nje wale wameolewa na mabwana, wamepelekwa salon, Saturday watapelekwa, kesho watapelekwa, wengine wapelekwa dinner. Sasa hawa manake tuwezi watoa huku, wacha tuwatengenezee huku nywele tuwa enjoy, kucha, tuongee na wao. Maria Mboni nikiripotia Kurunzi Mashinani. Na katibu wa idara ya leba Shadrack Mwadime amesema serikali imefaulu kupata nafasi 2,200 za ajira ugaibuni kwa Wakenya tangia mwezi Juni mwaka huu. Mwadime amesema serikali inapania kuongeza jumla ya nafasi za ajira zinazobuniwa kila mwaka. Akiongea katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi baada ya kuaga vijana 20 waliokuwa wakielekea Abu Dhabi, katibu wa idara ya leba Shadrack Mwadime alisema kuwa hatua hiyo itapunguza idadi ya vijana wasiokuwa na kazi nchini ambayo kwa sasa imefikia zaidi ya milioni 5. We are sending them out as our frontline economic soldiers to go and get as much as they can, come back home and invest
exploit the resources that we have. And indeed, Kenya has a very high resource base. Alisema kuwa serikali inawekeza pakubwa katika kubuni nafasi za ajira na akawahimiza vijana kutumia fursa zinazochipuka. They are going out to work as drivers, taxi drivers in Abu Dhabi. This is just an indication to Kenyans that what we are doing is real. We are trying as much as we can to secure job opportunities in the Western European countries, in the Gulf region, and wherever else these opportunities open up. Alisema kuwa kupitia kupelekwa kwa vijana wa taifa hili kufanya kazi ughaibuni, Kenya itanufaika na ujuzi wa kiteknolojia na ustawi wa kiuchumi. What we are doing will not lead to brain drain. As I said earlier on, it will lead to brain gain, because we are gaining in terms of the savings that they will make. We are gaining also in terms of the know-how. When they go out there, they meet technology as it is currently, the latest technology, because they are going to developed countries. So when they come back home, they will transfer know-how back to our country. Christine Matunda, Kurunzi Mashinani. Zaidi ya wafanyabiashara 100 katika eneo la Nanyuki, kaunti ya Laikipia, wamepatiwa mafunzo kuhusu afya na usalama katika mazingira ya kazi ili kupunguza ajali zinazotokea kazini. Ripoti ya hivi majuzi ya shirika la wafanyakazi duniani ILO inaashiria kuwa wafanyakazi milioni 3 duniani hufariki kila mwaka kutokana na ajali zinazotokea katika maeneo ya kazi na athari nyingine. Sekta za kilimo, ujenzi, misitu, uvuvi na utengenezaji bidhaa ndizo hatari zaidi kwa mazingira ya kazi, huku vifo 200,000 vikiripotiwa kila mwaka. Warsha ya wiki moja iliyoandaliwa na Wizara ya Leba inanuia kuwapa maarifa wenye biashara ndogo na za kadri katika sekta ya jua kali ya kushughulikia ajali zinazotokea kazini. Miongoni mwa waliopata mafunzo hayo ni wafanyabiashara kwenye sekta ya utengenezaji bidhaa, mavazi ya ulimbwende, ususi na uchuzi. Since I'm a fashion designer, do make clothes. Unapata maybe sengine nikitengeneza nguo, mashini kidogo unaenda ujidunge, like an example. So it's good to implement like a safety kit. Hiyo kwa training kidogo nimeweza kujoin that, so we can try to implement also having the kit, because anything can happen. Kama mimi mkulima wa miti, huwa napata changamoto wakati mwingine ambapo naenda kuchanganya kemikali, na tumeweza kuambiwa vile namna ambavyo unafaa kuwa na PPEs na vile ambavyo PPEs zinafaa kutumika. Sisi kama wanahabari tunapitia changamoto kadhaa, na ni vizuri tumejua ya kwamba ni vizuri kwenye gari zetu tukuwe na first aid kit, kwa sababu ya mambo ambayo yanaweza kuimbuka ukiwa kule kwenye uwanja ukitafuta siasa. Justus Bosire ambaye ni naibu mkurugenzi kwenye Wizara ya Leba anayehusika na masuala ya afya na usalama kazini, amesema zaidi ya 43% ya Wakenya wanafanya kazi katika sekta ya jua kali, ndipo ni muhimu kuwapa mafunzo mwafaka ya kupunguza ajali zinazotokea katika mazingira ya kazi. Haya mafundisho yanawasaidia vile jinsi ambavyo wanaweza kujikinga na kuumia mahali pao pa kazi, ndiposa tuwe na ile ya compensation iwe chini, na pia tuweze kuwa ya kwamba watu wako salama, wako afya na usalama mahali pao pa kazi. Aidha, alibainisha kuwa takriban watu 6,000 hufariki na wengine 100,000 hupata majeraha wakiwa kazini kila mwaka. Mari Yambo nikiripotia Kurunzi Mashinani. Wadau kutoka sekta mbalimbali wanahimiza Kenya kupata mafunzo kutoka taifa la China kuhusu mbinu za kujinasua kutoka lindi la ufukara chini ya miaka 50 na kuingia kwenye orodha ya mataifa yenye uwezo mkubwa duniani. Wakati wa kikao cha mashauriano kilichoandaliwa na shirika la habari la China kuangazia fursa ibuka kuhusu ustawi wa China, wadau mbalimbali walikariri jinsi utungaji sera jumuishi zinazoshirikisha raia wote wa China katika kushughulikia mahitaji ya dharura kumesaidia taifa hilo kustawi kwa umoja.
Kikao hicho kilichoandaliwa na shirika la habari la China jijini Nairobi kilihusisha wataalam kadhaa walioshinikiza mfumo wa ugatuzi unaotoa tejelezi kwa changamoto zinazokumba taifa la Kenya na bara Afrika kwa jumla. Profesa Patrick Maluki wa idara ya masuala ya udiplomasia na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha Nairobi alisema huku ufanisi wa China katika sekta ya viwanda na utengenezaji bidhaa ukiwa muhimu katika udhabiti wa taifa hilo, mbali na sera zinazozingatia maslahi ya watu kuwa kielelezo kwa Kenya. Kwa sababu uongozi ni ule ambao uongozi bora ni ule unatokana na wananchi na unatumika kwa manufaa ya wananchi. Uongozi wa Uchina umeuzisha wananchi wa Uchina katika mipangilio ya maendeleo na imekuwa inaleta manufaa kwa wananchi wote. Kavins Adhere, mtaalamu wa masuala ya mahusiano ya kimataifa, alihimiza ubadilishanaji wa teknolojia ubunifu kuwa nguzo ya kuwezesha Kenya kustawi kiuchumi katika kipindi cha chini ya miaka 60. Anaamini kuwa Kenya inaweza kunufaika zaidi kutokana na ushirikiano wa kina na China kwa kuzingatia teknolojia mpya na maarifa ya kudumisha uzalishaji katika sekta za kilimo na utengenezaji bidhaa. China today is a consequential development partner. It's a top source of technologies. You have seen what has happened with DeepSeek and artificial intelligence. You are seeing what's going on with terms of their innovation, in terms of industrial expansion. Wataalam pia walijadili jinsi China ina fursa ambazo Kenya na bara la Afrika zinaweza kutumia kuafikia maendeleo endelevu. China is at a position to support some of these initiatives. In China, they see a long-term partner, they see a predictable partner that has already laid, for example, foundation of cooperation for the next 3 years. Wawekezaji kutoka China walio nchini Kenya waliahidi kuwekeza katika sekta zaidi ambazo zitachochea ustawi wa kiuchumi na kuimarisha utengenezaji bidhaa ili kuongeza mauzo ya nje na kubuni nafasi za ajira. So Kenya, we have very confidence. Also, we have patience to invest here. We will think it will provide more, not only in business, but also it's a mutual benefit for China and Kenya. Wakati wa mkutano huo, maafisa wa halmashauri ya uwekezaji humu nchini, halmashauri maeneo yanayotengeneza bidhaa zinazouzwa ugenini na halmashauri ya maeneo maalum ya kiuchumi walipigia Kenya upato wakisema nchi hii inaendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji. So about 70% to 70-75% Chinese investors convert to real business. So it shows a lot of relationship with China and the ego of Chinese investors doing business in Kenya. Na tunataka tuwatengenezee nafasi ya kuja kufanya kazi na sisi sana. Manake kuna manufaa kwetu. Ya kwanza ni kuhusu ajira. Vijana wetu sana wanapata ajira katika factories ambazo ziko katika EPZ. Na tukome hapo kwa sasa. Tukiongeza mchuzi ama tukiongeza maarifa, mchuzi utaharibika. Mwelekezi wangu mimi kwamba muda umeyoyoma, na kutakia kila laheri, na kwa wanawake wenza na watakia kila laheri tutakapokuwa tunaadhimisha siku ya wanawake duniani hapo kesho. Kwa heri. Jina langu ni Sheila Kayaro Yogo na hii ni runinga ya KBC Channel 1.